Niwapongeze benchi la ufundi, wachezaji wetu kwa matokeo mazuri ya leo, na ni matokeo ambayo yametupeleka sasa juu ya kilele cha msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo maana ya kutushusha pale juu sasa hivi ni lazima uwe umejiandaa vizuri, uwe na ubavu. Kwa hiyo ukitaka kuona Yanga yupo juu, una uwezo wa kumteremsha, unapita mbele. Tumekaa kwenye nafasi ambayo tunastahili na tunaamini ni mwanga sasa wa kwenda kupambana kwenye mechi zinazofuatia. Kipindi cha kwanza ni kweli hatukucheza vizuri sana. Na hatukucheza vizuri sio kwa sababu tulikuwa na uzembe. Hatukucheza vizuri kwa sababu KMC pia na wao walicheza vizuri first half. Walijaribu kucheza vizuri sana kwenye kujilinda hapa nyuma. Nafasi ya kwanza ambayo tulipata kupitisha mpira wetu kwa Pacome kwenda kwa Maxi tukafunga. Lakini ukiangalia dakika nyingine zote walikuwa watuforce twende pembeni tupige cross. Tulikuwa tupate nafasi ya kupita katikati, kupita vile ambavyo Yanga tumezoea kupita. Na wakawa na usharp, baada ya si kufunga goli ni kama tuka switch off kidogo, wakawa na usharp, tukafanya mistake hapa, wakapata foul. Faida nafikiri ya jua, Diara akaucheza ule mpira kile alicheza katika eneo ambalo Saliboko alikuwa yuko active na akafunga goli zuri. Kwa hiyo tulipokwenda vyumbani, sijua mwalimu alizungumza nini, lakini naamini alikwenda kuwakumbusha umuhimu wa dakika 5 za kipindi cha pili kuja kucheza kwa umakini. Pressure ni kubwa sana. Watu wanahitaji matokeo, players wanacheza kwa pressure kubwa. Baada ya goli la pili kila kitu kilifunguka. Nafikiri uliona nafasi nyingi, magoli tumefunga mawili mengine tena. Players wakaanza kucheza bila pressure. Na hii inairudia kila siku. Kinachotuumiza hapa sasa hivi ni pressure tu. Pressure hii ikipotea, tukianza kushinda kwa ushindi comfortable namna hii, tukashinda kwenye michezo mikubwa, tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya players kuonyesha zaidi kile ambacho wako nacho.